Amen, amen, amen. Karibu tena tuweze kuendelea na somo letu ambalo tumemaliza kipindi cha kwanza na hivi iki sasa ni kipindi cha pili ambacho tunaendeleza lile somo ambalo tunasema kichwa cha somo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada au katika kanisa. Na tulikuwa tumeeleza tayari baadhi kule nyuma, lakini tuendelee sasa. Tulisema kwamba Roho Mtakatifu anavuvia kila neno na tendo linalopitika katika ibada. Lakini pia tulisema Roho Mtakatifu uwazalisha upya kiroho ibadani wasioamini kwa neno la Mungu, kwa yule mtu ambaye anautubu. Sasa tuone jambo moja hapa. Jambo la tatu ambalo tunataka tujifunze ni kwamba Roho Mtakatifu ndani ya ibada. Roho Mtakatifu kazi yake katika ibada, anaumba toba na matengenezo ya maovu, kutubu dhambi wakati wa ibada kanisani kwa Wakristo wa tabia ya mwilini. Kwa hivyo katika kanisa leo, kanisa limejaza watu wengi wa tabia za mwilini. Wengi wa tabia za mwilini. Hata mtu anahubiri tu, yeye kuliko atafakari maisha yake, mwenendo wake, yeye kuliko ajikonekte na Mungu. Angalia kwamba Mungu, katika mahubiri ya leo, naomba unipe fungu langu litakalo nisaidia katika maisha yangu ya kiroho. Yeye anayasikia yale mahubiri na masikio ya kimwili. Manake mtu wa tabia ya mwilini. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu huwa anaumba toba na matengenezo kwa watu wa aina hiyo wakati wa ibada. Kwa watu wa tabia ya mwilini. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Hebu angalia kile kitabu twende tuone kitabu cha Luka sura ya 18 na mstari ule wa 10 na wa 13 anasema hivi. Anasema, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Namwambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na naye ajidhilie atakwezwa. Ajishushaye manake. Andiko hili linatuonesha watu wawili ambao walienda kuabudu. Walienda mbele za Mungu. Hao watu wawili, mmoja alikuwa Mfarisayo, mwingine alikuwa mtoza ushuru. Na mmoja mbele za Mungu alijitapa. Mimi ninafunga mara kadha wa kadha. Mimi natoa zaka. Kwa hivyo Mungu, mimi ni mwenye haki. Akajitapa mbele ya Mungu, akajitapa. Kujionesha kwamba yeye kweli
ni mtu wa kiroho. Lakini mwingine alishindwa hata kuinua macho yake juu, akashindwa kabisa, akashindwa. Akalia kwa Mungu akasema, sistahili hata kuyainua macho yangu kutazama juu. Akaomba toba. Hapa Yesu anafundisha kwamba hao watu wawili, huyu wa pili ambaye alijishusha na kuona kwamba yeye hastahili, ni mwenye dhambi, kati ya wawili, yule aliyejishusha na kuomba msamaha na kuomba toba, anasema alisamehewa, kwa sababu anayejishusha huinuliwa, lakini anayejiinua hushushwa. Sasa hawa watu pia tuko nao katika kanisa la leo, mahali popote pale, hawa watu wa hii aina wapo. Unaona, neno linapohubiriwa, kuliko kuchunguza maisha yake na ili roho yake iweze kupata faida kutokana na ujumbe wa siku ile au wa siku hiyo, yeye anaanza kumwattack yule anayehubiri, na tunashindwa kujua kama mhubiri yuko anahubiri, yeye ni sauti ya Mungu katika madhabahu. Ni sauti ya Mungu katika madhabahu inayosema na waumini. Kwa hivyo kama mnenaji anahubiri neno, ni mzuri kumwomba Mungu katika yale maneno, Roho Mtakatifu akusaidie na wewe upate neno ambalo litakalo kusaidia. Ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu, tunasema kwamba Roho Mtakatifu huumba roho ya toba ndani ya mtu wa tabia ya mwilini. Lakini kama Roho Mtakatifu haukumpatia nafasi aweze kuumba roho ya toba ndani mwako, basi utabakia mtu wa mwilini hivyo hivyo. Hebu angalia ile Luka sura ya 19 na mstari ule wa 1 hadi 9. Utaona habari ya ndugu Zakayo. Yesu anapita, watu wengine hawakujali kumtafuta Yesu, na Yesu alikuwa na umati wa watu wengi anapita, lakini kuna mtu mmoja mfupi, Zakayo, alitamani sana kumtafuta Yesu amuone. Alitamani sana, huyu mtu sifa zake nimezisikia, ni mtu wa aina gani? Akawa na hamu kubwa ya kumwona Yesu. Ukisoma andiko hili utaona namna Yesu anavyomwambia Zakayo. Mstari ule wa 5, kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 5, anasema, Yesu anasema, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Imenipasa. Hii lugha imenipasa, manake inanilazimu, ni lazima niwe nyumbani mwako, niingie nyumbani mwako. Na nataka nikueleze mambo mawili hapa. Hapa kuna lugha mbili. Kuna nyumba ambayo tunaijua inatengenezwa na matofali na maudongo na miti na mabati. Lakini pia kuna nyumba ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu, moyo wa mwanadamu. Ile ambayo Paulo anatufundisha kwenye nyaraka zile za Wakorinto, anasema kwamba hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ninyi ni nyumba ya Mungu, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu manake nyumba ya Roho Mtakatifu, nyumba ya Mungu. Sasa Yesu
anaposema kwamba imenipasa niingie nyumbani mwako, kwa lugha ya kiroho, Yesu hakumaanisha tu kwamba aende kutembea kwa Zakayo na mambo yaishie pale. Yesu alimaanisha nyumba ambayo ni Zakayo mwenyewe. Moyo wa Zakayo ulipokea ugeni, na mgeni rasmi alikuwa ni Yesu. Ndiyo maana unaweza kuona baada ya Yesu kutamka yale maneno, lugha ya Zakayo ilibadilika. Zakayo alianza kupata toba. Mstari wa 8 anasema hivi kwenye andiko hilo tu la Luka 19 mstari wake wa 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Ndani ya Zakayo anapata toba, tena toba ya kweli. Ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia mara 4. Kwa hivyo unaona Zakayo anapata toba ya kweli, isiyo ya unafiki. Zakayo. Na Zakayo katika utawala huo alikuwa mtu mkubwa, mtu ambaye anakusanya kodi, mtu ambaye anakusanya ushuru. Mtu mkubwa, alikuwa mtu wa mali, alikuwa mtu ambaye anajulikana, mtu ambaye yuko na jina. Wafanyabiashara wote wanamjua kwa wakati huo. Kwa hivyo unaanza kuona ndani ya Zakayo anapata toba. Ila sasa, kwa sababu watu wa mwilini walikuwa wanamzunguka huyo Zakayo, watu wa mwilini wanamzunguka Zakayo, utaona maneno waliokuwa sasa wanamsema Zakayo, ambayo maneno hayo yalikuwa kinyume na kile ambacho kinatoka ndani ya moyo wa Zakayo. Kinyume kabisa. Na hayo maneno yapo mpaka leo, hayajaishi. Wanasema hivi, wanasema kwamba anaenda kuingia katika nyumba ya mtu mwovu. Watu walianza kumsemea maneno ya kumsimanga na kusema huyu kaka vipi? Wanasema Yesu anaenda kula katika nyumba ya mtu mwovu. Kwa hiyo Zakayo wakati ule alikuwa anajulikana kama mtu mwovu, mtu mkorofi, mtu anayepora mali za watu, anatoza ushuru hali ya juu sana, lakini watu wanamuona mtu mbaya. Watu wanamuona mtu mbaya. Mstari ule wa 7 utaona watu wanasema hayo, wanasema hata watu walipoona walinungunika. Watu wa tabia ya mwilini walinungunika, huyu mtu tunaona anaonekana kama ni nabii, mtu ambaye ametumwa na Mungu. Inawezekanaje tu? Watu wananungunika, inawezekanaje tu? Unasikia manunguniko yake. Anasema hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Anaingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Wasijue kama wenye dhambi ndio waliomleta Kristo duniani. Kama Yesu alikuja duniani, alikuja ni kwa sababu ya kuwaokoa wenye dhambi. Lakini watu wa tabia ya mwilini hawana ufunuo huo. Watu wa masikio ya mwili, watu wa macho ya mwili, watu wa tabia za asili
hawajui hilo, wanaona tu basi anaenda kukaa na mwenye dhambi. Huyu si mtumishi wa Mungu, huyu sio nabii wa Mungu, anawezaje tu kukaa na wenye dhambi? Kwa hiyo ilifika kwa Yesu, watu wa tabia za mwilini waliongea hivyo, lakini haikubadilisha kauli ya Yesu kuingia kwa Zakayo, na haikubadilisha kauli ya Zakayo ya toba iliyokuja ndani mwake mpaka wakati huo. Bwana asifiwe sana. Na jambo la kugundua ni kwamba baada ya habari, Zakayo hakusikika tena. Ni hapa nazungumzika tu, hautasikia mahali pengine kwenye Biblia kuna historia ya Zakayo, haiko. Kumaanisha kwamba kazi ya Zakayo ilikuwa ni kumbadilisha, na aliendelea na maisha ya wokovu kama kawaida, na hautasikia wanasema kwa sababu Zakayo alitubu akaokoka ati aliacha ile kazi aliyokuwa anaifanya ya serikali. Hakuacha, aliendelea. Lakini aliendelea, alibaki kuwa mwaminifu. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu alisafisha maisha yake. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuleta toba kwa watu ambao wa tabia ya mwilini. Zakayo alikuwa mtu wa tabia ya mwilini, lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu akapata toba. Unaona? Bwana akubariki sana. Tutaendelea na somo letu. Nitapenda kujua unanisikiliza kutoka wapi na umebarikiwa na pointi hii, au kuna jambo lingine ambalo ama somo lolote lile katika Biblia ambalo ungependa tujifunze pamoja. Itakuwa heri na baraka sana kwetu kuendelea kujifunza. Nitapata nguvu ya kuendelea kufundisha neno la Mungu ikiwa tu wewe unayenisikiliza utatoa pendekezo lako hapo au maoni yako hapo kwamba ningependa tujifunze kuhusu somo fulani, na usiwe na wasiwasi, tutajifunza pamoja. Wote tunajifunza. Ndio maana ya kuitwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Maana yake tuna nia ya kujifunza kutoka kwa Kristo. Na Bwana akubariki, akutie nguvu. Usikose kuendelea kufuatilia somo linalofuata ambalo tutakwenda kuendeleza kazi za Roho Mtakatifu katika ibada. Bwana akubariki sana. Neema ya Kristo iwe nawe. Tuonane wakati mwingine.